Ndiyo tuseme kununuliwa kwa namna moja ama nyingine ya kukaa golini. John Noble hakuwahi kuonyesha uwezo wake 100% ya ubora. Baadaye ikapelekea kwa wachezaji wenyewe, mwalimu alikuwa hana imani na wachezaji wenzao walikuwa hawana imani na golikipa kwa kuamini ameuza mechi au ameikosesha matokeo kwa namna moja ama nyingine. Nafiki na uoga tuliokuwa nao kuto kusema kwamba ligi yetu ina matatizo na inaendelea kutokea kwa sababu tayari ana kianzio cha goli moja ndani ya Amani Stadium. Unaenda South Africa kwenda kupelekea kutoa pumzi ya moto kwa Stellenbosch katika timu yenye safu tishio na hatari. Simba Sports nayo hipo. Mbele yangu hapa nipo na Said Champion, mchambuzi wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo, hususan katika mchezo wa jana wa ligi kuu Tanzania bara, Young Africans dhidi ya Fountain Gate. Fountain walikuwa nyumbani, mchezo unamalizika, Young Africans wanatakata kwa ushindi wa mabao 4. Kubwa kuliko ni kuhusiana kile ambacho wamekifanya golikipa wa Fountain Gate. Maswali yamekuwa ni mengi, watu wengi wamekuwa na doubt kutokana na kile ambacho kimetokea, na baada ya mchezo golikipa kusimamishwa. Viashiria vya rushwa vinasemekana. Actually kwa magoli jinsi alivyoingia unaweza uka doubt na kusema kwamba wamenunua. Hilo ni jambo moja, lakini jambo la pili ni kuangalia jinsi Fountain Gate walivyocheza katika kipindi cha dakika ya kwanza hadi dakika 20. Tuliwaona wako bora, walimsoma mpinzani kwa kumheshimu na kwa kuiapproach game kwa kuwa wanajua wapo katika position gani sasa katika ligi kuu. Mbaya zaidi ni makosa ya kibinadamu ambayo yameenda kuigharimu Fountain. Nikisema ya kibinadamu ni ile hali labda pengine mchezaji hakuamka vizuri katika siku, au either ndiyo tuseme kununuliwa kwa namna moja ama nyingine. John Noble tatizo lake huwezi kusema amenunuliwa kwa sababu ana makosa ya muendelezo. Sio mechi ya kwanza tu. Mechi na Simba alipata kadi nyekundu. Mechi na JKT alitoa maboko. Mechi, yani actually kila mechi ambayo anakipata nafasi ya kukaa golini, John Noble hakuwahi kuonyesha uwezo wake 100% ya ubora. Sasa tukianza kushout ya kusema kwamba amenunua au kuna viashiria ya kupanga matokeo, kinafikirisha actually kwa performance ya John Noble kila uchao. Na kwa ligi kama ya Tanzania, kwa jinsi tulivyokuwa tunaidefend na kuitetea kusema ligi namba 4 kwa ubora au ubora wa ligi yenyewe, inatutia mashaka days after days. Nikikurudisha nyuma kidogo, changamoto namba 1 ya ligi yetu ilikuwa ni upangaji wa ratiba. Ambayo kupanga ratiba ili mechi ichezeke vizuri. Vipolo vilikuwa vinakuwa vingi mpaka kupelekea ligi yetu kuwa na ukakasi. Msimu huu ligi ilikuwa imepangwa vizuri na ilikuwa inaenda vizuri. Changamoto ilianza mwanzoni kwa waamuzi, kaja kwa uongozi wenyewe kama bodi ya ligi na TFF kwa ujumla. Baadaye ikapelekea kwa wachezaji wenyewe kushikana uchawi, wanalogana namna gani. Sasa hivi tunamalizia kwa magolikipa ambao wanaomaliza msimu vibaya na kwa takwimu zao mbovu katika vilabu vyao. Tunamzungumzia John Noble ni ambaye mtu mpaka dakika hii tunazungumza, mwalimu alikuwa hana imani na wachezaji wenzao walikuwa hawana imani na golikipa kwa kuamini ameuza mechi au ameikosesha matokeo kwa namna moja ama nyingine. Mimi nitaungana na mwalimu na wachezaji kwamba John Noble amewaangusha kwa 100% wachezaji wenzao kwenye kipindi cha kwanza, kupelekea wao waende kupata mechi na kipigo kizito kilichowakuta mechi ya jana kwa Young Africans. Kile ambacho amekizungumza mwalimu wa Fountain Gate kwamba John Noble aliweza kuwatoa wezie mchezoni, kinaathiri moja kwa moja ndani ya timu. Exactly. Kwa unajua energy kubwa ambayo wanaotumia wachezaji kuanzia mbele, katikati na kwenye defensive, huwa wanatumia energy kubwa hususan na timu wenyewe wanaocheza nayo. Hapa tunazungumzia Young African. Inakulazimisha, itakupushi, itakushawishi. Hata kama sio John Noble kukosea pale alipokosea, zahama ya magoli ingekuwa pale, lakini sitegemei, pengine ingekuwa sio 4, labda 2, 3. Actually wao walikuwa wanaona ni kiasi gani mwenzetu ametuangusha. Kila tunavyojitahidi anatuangusha kwa namna moja ama nyingine, kwamba ni bora huyu aende nje au asituharibie mechi kabisa. Na ndio maana unaona hata ni kipindi cha pili ni average ni goli 2 tena vile vile tu imekuja kuwa.
Hii ni kiashiria kibaya kwa timu ambazo ni ndogo au ni changa ambazo zinashiriki ndani ya ligi kuu, kwa kuamini kwamba ni bora uuze mechi au mnunue mchezaji mmoja aende akaribu ili mradi wewe upate matokeo. That's sio better. The same kati ya klabu ya Simba, Yanga na kadhalika. Tunapoizungumzia, tunapokuwa tunaitaka kuifanya ligi iwe namba 4 barani Afrika au ligi namba 1 barani Afrika, ni kwa kuendana na professionalism zinazotakiwa ziendane na football ya kisasa, mikakati, mipango, miundombinu na kadhalika. Hivi ndio vitu vya msingi hasa kuifanya ligi yetu kufika namba 4 au namba 1. Kwa wachezaji tunaowasajili ni wachezaji expensive kabisa, ni ghali, ambao wanakuja kutuonyesha vitu vizuri. Ila tukienda katika minadili ile ya kununua mechi au ya kushawishi watu waharibu mpira wetu, basi hatuwezi kufikia namba 4. Na hiki kinachokizungumzwa ni maana yake hata Sidlamanovic alivyoondoka alisema kuna ulakini. Leo hii na sisi wa Tanzania kwa ujumla tunaona vinavyoendelea, tutakuwa hatuna mashaka kusema ligi yetu ina ulakini, labda tu unafiki na uoga tuliokuwa nao kuto kusema kwamba ligi yetu ina matatizo na inaendelea kutokea na bado yapo yanaendelea kutokea. Hili linahitaji muda wa maana kabisa kuweza kulisolve kwa aina ya watu wote ambao wanaupenda mpira wa Tanzania na kutaka mpira wetu ufike mbali. Yes. Sidlamanovic ambavyo alivyozungumza kipindi kile ambapo anaifundisha Young Africans, watu wengi waliweza kumjia juu kutokana na kile ambacho hivi sasa kinaendelea. Nini kifanyike ndani ya ligi kuu Tanzania bara? Kama nilivyosema, mikakati, mipango ndio ambayo inatakiwa. Tulikuwa tunasema Simba Sports anakutana na mechi ngumu tupu kila anavyocheza. Yanga Afrika anakutana na mechi mchekea tupu. Hii ninatoa taswira gani? Kwamba Simba anakamiwa katika mechi zake, alafu Yanga analegezewa. Au Yanga ndo anakamiwa na ndio maana watu wanatoka katika mchezo wanafungwa nyingi, Simba hawamkamii kwa sababu timu kikosi chake. Hapa tunataka tutengeneze mizani baina ya kila klabu na klabu. Ili uweze kuperform ninatakiwa ujitoe for 100%. Ukirudi nyuma, pengine changamoto ya mishahara bado ipo inaendelea katika vilabu vyetu, na ndio maana inapelekea wachezaji kujitoa katika 100%, au ni rahisi kupewa rushwa na wakakubali kupokea rushwa hizo. Pili ni hii hali ya ukata katika vilabu vyetu. Wadhamini, sponsors ni wachache, wanahitajika wa kutosha ili kwenda kuiboost ligi yetu iweze kupata kile ambacho kinahitaji. Timu inahitaji kusafiri, timu inahitaji kutoa mishahara, timu inahitaji kula. Inapokosekana hizi income za muhimu, kupenyezwa rushwa ni rahisi mno kuliko kitu chochote. So mikakati ifanyike. Bodi ya ligi na serikali kwa ujumla itambue umuhimu. Pia ni kuangalia kiasi gani matokeo ya makosa yanapokuwa yanajitokeza kila wakati, kila siku, kila saa, mpaka sisi wa michezo tunaona kama ni makosa, basi inatakiwa TFF na bodi ya ligi itenge watu ambao wanaweza wakafuatilia na kuyaona matukio kwa uharaka na kuyatafutia suluhu ili tufikie katika lengo la ligi yetu kuwa namba 4. By the ways, maneno ya Sidlamanovic yataishi katika vichwa vyetu, na kwa ajili haya matukio yanaendelea kutokea kila uchao, hii itakuwa ngumu kwetu. Kifanyike cha msingi, bodi ya udhamini, bodi ya ligi, TFF kwa ujumla ikae na ijitathmini. Irudie ligi yetu mwaka huu imeendaje, changamoto ikoje, madhaifu yako wapi, ili kwenda kisije kikatokea kama kilitokea mwaka huu, kuahirishwa kwa mechi bila mambo ya msingi. Yes, makosa ya kibinadamu ya marefari ambayo sio goli wanaweka goli, sio kona wanaweka kona, sio offside inakuwa offside. Hiki ni kikubwa mno cha kukijadili na kukifanyia kazi ili ligi yetu iwe bora zaidi kama tunavyojisemea sisi wenyewe. Yes. Tukitoka hapo twende kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba, ambapo tarehe 27 wanaelekea sasa kutafuta hatua ya fainali. Paka hivi sasa tunasema Simba katanguliza mguu mmoja katika hatua ya fainali. Unaenda kuwa mchezo wa aina gani? Actually ni mchezo utakuwa kama ulivyokuwa. Ni mchezo wa kiufundi, wa kimbinu. Ni mchezo utakuwa mzuri ambao utakuwa hauna kificho, kwa sababu pande zote mbili zitakuwa zinahitaji matokeo yaliyokuwa bora zaidi katika hiyo mechi, kwa sababu ndio mechi ya mwisho ambayo ni kama final kwa Stellenbosch, ni kama muendelezo wa kumalizia mguu wa pili Simba Sports, kwa sababu tayari ana kianzio cha goli moja ndani ya Amani Stadium. Unaenda South Africa kwenda kupelekea kutoa pumzi ya moto kwa Stellenbosch nao watajizatiti na kujiamini kwamba tuna uwezo wa kupata matokeo, kwa sababu tayari ishakuwa
haina excuse yoyote kwa sasa. So Fadlu atakuwa anaingia na intensity kubwa ya mechi kwa sababu anaamini ili kuimaliza hii game inatakiwa mbinu za kutosha na watu kazi wa kwenda kuimaliza game. Japokuwa Jean Charles Ahoua aliwaangusha wana Simba Sports, ila haikuwa mbaya zaidi kwa sababu ni matokeo ambayo yanaweza kutokea. Stellenbosch wao wamejivunia kupata goli moja, wanaamini wana uwezo wa kupindua mchezo. Naamini itakuwa game tamu na kuvutia kama hilo isha pia. Side, Simba inatengeneza nafasi mbele, inatengeneza nafasi nyingi katika safu yake ya ushambuliaji, lakini katika kuzitumia na kidogo na kwa mtihani. Mwalimu analekea katika game ya away, anasema hataenda kuzuia goli lake, ataenda kupambana ili mradi aweze kupata ushindi. Ndani ya dakika 15 za kwanza Fadlu anahitaji angalau goli moja. Kwa jinsi ninavyoelewa au ninavyoona, Fadlu hana kazi kubwa, bali ni usisitizo na ile hali ya kujiamini kwa wachezaji. Kuwaongezea tu vitu vya ziada. Mechi ilikuwa inamfaa Ateba Mbida. Hii mechi ya kwanza kuimaliza, actually yeye aliona anahitaji watu wa move, kukimbia kwa wakati wote, na ndio maana alimwanzisha Mukwala. Nafikiri atarudi na Ateba, kwa mtazamo wangu atarudi na Ateba ili kupata mtu wa kusiti, kwa sababu hatuhitaji papala ya aina yoyote kama Simba Sports. Wanahitaji ni kimbilio moja kubwa sana la kufanya maamuzi halisi ya kila mchezaji, kuitumia nafasi wanaoikonvert kwenda kupata matokeo. Simba Sports ina ukuta mzuri wa kuzuia, hata katika takwimu zake zinajieleza. Nafikiri kama sio timu ya pili ni itakuwa ya kwanza kwenye kuzuia vizuri. Ni timu ambayo iliyotengeneza nafasi nyingi katika timu zilizokuepo katika saizi rubaki. Wametengeneza nafasi nyingi ila kuzitumia zimekuwa chache. Katika timu yenye safu tishio na hatari, Simba Sports nayo hipo, japokuwa kuzimalizia nafasi ndio changamoto. So hii ni somo moja kubwa kwa Fadlu, kukaa na area yake ya mbele yote, kuielekeza ni kiasi gani wana uwezo kwenda kuimaliza mechi. Wakirudia mechi watajua wapi tulishindwa kuimaliza mechi, na kwa hayo yanaweza kufanya Simba Sports wao wote wakaona hii sasa ni sehemu sahihi ya kwenda kufanya kwamba, au kuaminisha Watanzania kwamba sasa tulipata moja, huku tuna uwezo wa kupata zaidi ya moja. Yes. Unaona Simba katika finali? Yes. Bila shaka. Kwa hii Stellenbosch bila shaka, kwa sababu hata hapa ilionyesha kwamba tuko lazi kufungwa, lakini sio idadi ya magoli mengi. Kwa hiyo hata kule naamini hata kama atafunguka hataweza kufunguka kujiachia hivyo kama anavyotaka kujiachia. Yes. Shukrani sana. Asante sana.